Bwana, Simba Sports Club ana nafasi ya kuwa kwenye pot namba 1 kwenye draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu unaokuja, kwa maana msimu wa 26-27. Sasa hii inatokana na nafasi ambayo wanaishika kwenye viwango vya ubora barani Afrika ambavyo vinatolewa na CAF, ambavyo vimetoka hivi karibuni, lakini itategemea pia na namna ambavyo kampeni yake ya ligi ya mabingwa barani Afrika itakwenda kwa ujumla kwa msimu huu wa 25-26. Kwenye viwango vya ubora barani Afrika ambavyo vimetolewa na CAF hivi karibuni, Simba kashika nafasi ya 5 akiwa amejikusanyia jumla ya pointi 48. Timu 4 ambazo ziko juu ya Simba ni Ahli, Mamelodi Sundowns, Esperance Sportive de Tunis pamoja na RS Berkane ambaye ndo anashika nafasi ya 4. Na huyu ndo mtu ambaye Simba akiweza kumtoa kwenye ile nafasi ya 4, msimu unaokuja draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika ikipangwa, Simba atakuwa kwenye pot namba 1, pot ambalo vigogo 4 wakubwa kwenye viwango vya ubora barani Afrika ndo huwa wanakaa pale wakati draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika inachezeshwa kwa ajili ya kutayarisha makundi kwa ajili ya msimu husika. Sasa basi, Simba Sports Club kama ambavyo nimebainisha, viwango vya ubora barani Afrika vilipotoka hivi karibuni, alionekana ameshika nafasi ya 5 akiwa na jumla ya pointi 48. RS Berkane ambaye ndo alikuwa bingwa kombe la shirikisho msimu uliopita na ambaye alicheza finali dhidi ya Simba msimu uliopita, yeye anashika nafasi ya 4 akiwa na jumla ya pointi 52. Sasa basi, kuna mambo yakimwendea vizuri Simba msimu huu, kuna uwezekano mkubwa akawa kwenye pot namba 1 kwenye draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu unaokuja, kwa sababu sharti la kuwa kwenye pot namba 1 la draw ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni kuwa miongoni mwa timu 4 za juu kwenye viwango vya ubora barani Afrika ambavyo vinatolewa na CAF. Yaani kuanzia mtu wa kwanza mpaka mtu wa 4, hao ndo watu ambao wana vigezo na wana sifa pekee za kuwa kwenye pot namba 1. Sasa Simba kwenye viwango ambavyo vimetoka hivi karibuni vya CAF kashika nafasi ya 5. Maana yake ni kwamba hayuko mbali kwenye kuwa miongoni mwa timu ambazo zina uwezo kabisa wa kushika nafasi 4 za juu na kuwa miongoni mwa timu ambazo zitakuwa katika pot namba 1. Sasa basi, kinadharia, kiuhalisia na kimahesabu, mshindani mkubwa wa Simba katika kujaribu kuhakikisha kwamba anakuwa miongoni mwa timu 4 za juu na anakwenda kuwa miongoni mwa timu ambazo zitakuwa kwenye pot namba 1 ni klabu ya Morocco RS Berkane ambaye anashika nafasi ya 4 na amemzidi Simba alama 4 kwenye viwango vya ubora ambavyo vinatolewa na CAF. Sasa basi, Simba wanatakiwa kuwa na kampeni ya namna gani ili aweze kwenda kumwengua Berkane katika nafasi ya 4 na yeye awe ni miongoni mwa timu ambazo zitakuwa kwenye pot namba 1 msimu unaokuja? Kwanza, inabidi Simba ahakikishe anakusanya pointi nyingi kuanzia kwenye hatua ya makundi mpaka kwenye robo finali. Yaani iko hivi, unapokuwa kwenye hatua ya makundi, ukipata ushindi, zile ni pointi 2 ambazo CAF wanakupa. Ukitoa sare ni pointi 1, unapopoteza mchezo kwenye hatua ya makundi hupati kitu, ni 0. Sasa basi, kuna coefficient, yani kila msimu kuna namba ambayo inatumika kuzidishia zile pointi ambazo zinapatikana kimahesabu. Kama utashinda manake pointi 2, kama utatoka sare manake pointi 1, mpaka kufikia msimu uliopita ulikuwa unazidisha mara 5. Kwa hiyo ukipata ushindi maana kwenye michezo 3 maana hizo ni pointi 6, 2 mara 3, alafu zinazidishwa mara 5, inakuwa ni pointi 30. Ukipata sare 3 maana ni pointi 1 hizo mara 3, lakini zinazidishwa mara 5. Maana ile 3 mara 5 15. Kwa hiyo unajikuta mpaka kwenye hatua ya makundi unaposhinda michezo 3 na kutoa sare michezo 3, wewe unakuwa na jumla ya alama 45 kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Sasa basi, tuyaache hayo. Hayo ni mahesabu marefu, lakini kiufupi ni kwamba Simba Sports Club akiweza kufika mpaka hatua ya robo finali na RS Berkane mathalan, kwa sababu RS Berkane yuko kwenye kundi moja na Rivers United, Pyramids pamoja na Power Dynamos, kundi ambalo ukijaribu kulitizama kiuhalisia linaweza kuwa ndani ya uwezo wa Berkane kujaribu kupambana na kufika kwenye hatua ya mtoano, kwa maana robo finali. Lakini endapo Simba atapata alama nyingi kwenye hatua ya makundi, yani mfano Berkane akafuzu kwenye kundi lake kwa kuwa labda na pointi 10, Simba akafuzu kwenye kundi lake kwa kuwa na pointi 12, alafu wote wakaenda robo finali na wakaishia hapo, hiyo ni hypothetical
thinking, najaribu kufikiria hypothetically tu kwamba endapo Simba atakusanya alama nyingi kwenye hatua ya makundi kuliko Berkane, kisha Simba na Berkane wote wakaenda wakaishia robo finali, safari yao ikawa imeishia hapo, Simba atakuwa amekusanya alama nyingi ambazo zitakwenda kuongezeka kwenye viwango vyake vya ubora barani Afrika ambavyo vinatolewa na kafu, na msimu unaokuja atampiku Berkane kwenye nafasi ya 4. Kwa hiyo hayo ndiyo mazingira ambayo yanaweza kumweka kwenye nafasi Simba ya kuweza kuwa miongoni mwa timu 4 ambazo zitakuwa kwenye poti namba 1. Ni kukusanya alama nyingi na kufanya vizuri zaidi kuliko RS Berkane. Sasa kuwa kwenye poti namba 1 kuna faida zake. Mara nyingi unapokuwa kwenye poti namba 1, maana yake makundi yanapoandaliwa unakuwa kwenye nafasi ya kuwa kwenye kundi ambalo utakutana na wapinzani ambao utakuwa umewazidi kwa kiasi kikubwa sana kimakaratasi. Utakuwa unaweza kuamudu. Utapata kundi ambalo kuna watu kwenye vinywa vyao watasema ni jepesi, lakini ndio faida ya kuwa katika poti namba 1. Na kuwa kwenye poti namba 1 ni ishara ya ukubwa pia, kwa sababu huwezi kuwa kwenye poti namba 1 unless wewe ni miongoni mwa timu 4 za juu kwenye viwango vya ubora barani Afrika ambavyo vinatolewa na kafu. Yaani uwe wa kwanza mpaka wa 4. Sasa watu wa 4 wa juu wale manake ndio wale vigogo kweli kweli. Simba hayuko mbali na hapo, lakini kuna kazi anapaswa kuifanya msimu huu, na anapaswa kumwombea mabaya pia Berkane.